Mpendwa katika Bwana, nitaka tuzungumze kidogo mimi na wewe kwa ajili ya hii habari. Kama ukielewa katika maisha kwamba hivi chochote apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Chochote anachokipanda mwanadamu au mtu fulani na ni kile kile kinachomtolea matunda ili aitumie kwa maisha yake na kwa ajili ya afya yake. Ukipanda mema, kama ukijua kwamba yale mema yatakutolea matunda katika maisha yako, na yale matunda yatakuotea pia mlangoni mwako, itakuotea katika biashara yako, itakuotea katika uzao wa tumbo lako, itakuotea hata maisha yako yote, yale mema unayofanya. Ndiposa maandiko yanaongea katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya 28 ya kwamba ukiyasikiza maneno yangu, Mungu anaambia wana wa Israeli ya kwamba ukiyasikiza maneno yangu na kuzishika amri zangu kuzifanya, mimi Mungu nitakubariki, nitakufanya kichwa wala si mkia, nitakubariki shambani, pia nitakubariki mjini, nitakubariki utokapo na uingiapo, ya kwamba atabariki kapo hata kapo lako. Elewa hiki kwamba unapopanda mema katika maisha yako, Mungu anayafanya kuwa mazuri kwa ajili ya afya yako na kwa ajili ya uzao wako pia. Na unapopanda mema, usijue kama yale mema inakuja kwa maisha yako peke yako, lakini pia kwa kizazi chako. Jambo la pili kwamba ukipanda mabaya, jua kwamba yale mabaya pia yatakuotea mlangoni pako, yale mabaya ya kutakuletea matunda. Ndiposa maandiko yanasema katika kitabu cha Kutoka 20 yake nasema kwamba usishuhudu sanamu hizo wala kuzitumikia, kwa maana Mungu ndiye mwamini, ni Mungu mwenye wivu, na anasema ya kwamba nawalipiza wana uovu wa baba zao hata kizazi cha 3 na kizazi cha 4 cha wale wasio nipendeza mimi Mungu. Ndio unapopanda mabaya, yale mabaya yatapata kizazi chako, yatakupata hata kizazi cha 4, na yale matunda unayofanya yatakuzalia mchoko katika maisha yako. Asante mpendwa, Mungu akubariki sana, na naitangaza kwa kabla hii mwaka haijaisha, Mungu akulipe sawa sawa na jinsi ulivyotumika. Yawezekana mara nyingine uliwatendea watu mema, lakini yale mema wakakulipa mabaya, lakini kabla hii mwaka haijaisha, Mungu akulipe. I prophesy upon your life, Mungu akutendee mema kabla hii mwaka haijaisha.